Serikali imewataka wazazi, walezi na viongozi wa serikali za mitaa hapa nchini kuimarisha malezi chanya ya watoto na kusimamia matumizi ya teknolojia, ikieleza kuwa matumizi yasiyodhibitiwa ya television, simu za mikononi na mitandao ya kijamii yamechangia kuongezeka kwa mmomonyoko wa maadili miongoni mwa watoto na vijana wengi hapa nchini. Akizungumza kwa niaba ya Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Balozi Dr. Batilda Buriani, wakati wa kuhitimisha kampeni ya kitaifa ya maadili na malezi chanya ya watoto, amesema malezi bora ndiyo msingi wa kujenga kizazi chenye maadili na uwezo wa kufikiria na kuchangia maendeleo ya taifa. Amesema mtoto anahitaji kupata lishe bora, huduma ya afya, mazingira salama, nafasi ya kucheza na kujifunza, pamoja na malezi yanayochochea ubunifu na ukuaji wa akili ili aweze kufikia uwezo wake kamili wa kimwili na kiakili. Aidha, kampeni hii ilikuwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea maadhimisho ya Siku ya Mtoto wa Afrika ambayo hufanyika tarehe 16 Juni ya kila mwaka, ambapo kwa hakika mwendelezo wa siku hii ya Mtoto wa Afrika ndio imefanya tukawa na kilele hiki cha siku ya maadili na makuzi ya mtoto. Vile vile kampeni hii imetumika kutoa elimu na hamasa kwa jamii, hususan haki za mtoto, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya kupata elimu na kukuza vipaji, haki ya kushiriki katika masuala yanayohusu mtoto kulingana na umri wake, pamoja na haki ya kutokubaguliwa. Ndugu wananchi, malezi bora ya watoto huanzia kipindi cha ujauzito. Aidha, tafiti mbalimbali za kisayansi zinaonyesha kuwa kipindi muhimu zaidi katika malezi na makuzi ya mtoto ni kuanzia ujauzito hadi umri wa miaka 8, ambapo ubongo wa binadamu hukua kwa zaidi ya 90%. Hivyo, ili mtoto aweze kukua na kufikia uwezo wake wa kiakili na kupambanua mambo muhimu, ni lazima kuhakikisha kwamba mtoto anapata afya bora, lishe sahihi, anakuwa katika mazingira salama, pamoja na kupata nafasi ya kucheza na ya kujifunza. Aidha, wazazi na walezi wanapaswa kumlinda mtoto dhidi ya vitendo vinavyoweza kudhuru afya yake ya mwili na afya ya akili, na kuhakikisha kwamba analelewa katika mazingira yanayochochea ubunifu, uchangamfu na maendeleo ya akili kulingana na umri wake, kwa wakati ambapo ni msingi kabisa katika makuzi yake. Wazee, walezi wanahimizwa kutekeleza wajibu wao wa malezi kwa umakini ili watoto waweze kukua vizuri na kuwa na mchango chanya kwa familia na taifa kwa ujumla. Hata hivyo, kutokana na mwingiliano wa tamaduni mbalimbali kupitia makabila zetu pamoja na maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano, baadhi ya wazazi na walezi wamejikuta wakikosa mwelekeo sahihi katika malezi ya watoto, na hivyo watoto wakaachiwa kulelewa na television. Watoto wanakula, lazima awashie TV pale, angalie katuni. Mtoto akila, lazima aone game kwenye simu. Haya yote yakamtoa mtoto katika maadili mema. Ndugu wananchi, katika miaka hivi karibuni taifa letu limeendelea kushuhudia mmomonyoko wa maadili miongoni mwa watoto na vijana, hali inayochangia kwa kiasi kikubwa matumizi yasiyo sahihi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, pamoja na faida za matumizi ya mitandao katika kujifunza au katika kuburudika na kuwasiliana. Baadhi ya watoto na vijana wamekuwa kutumia mitandao bila mwongozo au usimamizi wa karibu wa wazazi au walezi. Tunapohitimisha kampeni hii, napenda kusisitiza yafuatayo. Sasa, maelekezo ya Mheshimiwa Waziri: kwanza, mikoa na halmashauri kuhakikisha kuwa ajenda hii ya maadili na malezi chanya kwa watoto inaendelea kuhimizwa katika ngazi zote, kwani ajenda hii muhimu
ni muhimu sio tu kwa sasa, lakini hata kwa siku zijazo, kuhakikisha kwamba watoto wanalelewa na kuwa raia wema wenye tija kwa taifa. Hivyo niwahimize kuhitimisha kwa kampeni hii ya mwezi mmoja isiwe mwisho wa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi. Aidha, Mheshimiwa Waziri anaagiza maafisa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii kuendelea kutoa elimu ya malezi chanya kwa wazazi na walezi kuhusu umuhimu wa kuwa karibu na watoto pamoja na familia, licha ya majukumu mengi ya kuimarisha ustawi wa watoto na familia.